OCSs, chiefs, assistant chiefs, wazee, vijana na wamama wa sehemu hii ya Laikipia North ya Doldol. Mesisi Yesu. Enda Super Bowl again. Muko salama? Chamgei. Unajua kusema kusalimia kwa lugha yangu. Mimi nimefurahi sana kuja hapa, hata kama iko na shida, nimefurahi kurudi sehemu hii. Sara anajua vizuri sana, naipenda hii constituency. Nilishamwambia nikiwa wakili mdogo, watu wa Ilpolei wananijua. Nilikuja huko nikakuja kuandikia katiba yao ya Ilpolei Ranch, na nikajuana na hawa na nikapenda upande huu. Na sasa Mungu amelienda kunibariki mpaka nimekuwa katika kutumikia serikali. Nimekuja hapa siku ya leo kwa sababu ya ile shida mko nayo hapa Laikipia North. Hatujakuja leo kwa siku ya furaha, lakini nikirudi kwa mwezi moja, kama vile Mheshimiwa Sara amenialika nikuje nijumuike na wamama, nitarudi, tutakuwa wote katika usalama, kwa sababu hii maneno tutakuwa tumemaliza. Mimi niko na imani ya kwamba ile mikakati tunaweka leo itakuwa ni ya mwisho. Ninajua ya kwamba mmeishi kwa usalama mpaka mwezi moja mbili iliyopita, ambapo utata huu ulirudi tena kwa sababu ya watu wachokozi, wajeuri ambao hawataki kuitikia mambo ya usalama. Taifa hii letu haiwezi kuendelea na watu ambao ni wachache lakini wamejihami kujaribu kudhuru ile uhusiano nzuri ambayo tumekuwa nayo na majirani yenu. Kwa sababu ya wakora wachache ndio tuko katika hii shida. Mnajua ya kwamba wakati Mheshimiwa Rais aliingia katika uongozi, tulikuwa na hii shida kwa kila mahali hapa Laikipia. Na sasa tumekomboa sehemu nyingi ya Laikipia. Tulifikiria pia tumezima moto katika sehemu hii, lakini imejitokeza tena kwa muda huu, na tulisema kwamba ni vizuri kuziba ufa mapema ili tusijenge ukuta baadaye. Ndio unaona nimekuja hapa na security team ikiongozwa na IG wetu, ili tukuje tutathmini kwa ukweli ni nini inaendelea hapa, na pia tuwaletea habari ya yale ambayo tunataka sasa kuitekeleza ili kulete amani katika sehemu hii ya Laikipia North. Kwanza niwahakikishia kwamba tulipoingia katika uongozi miaka 3 iliyopita, sehemu ya Laikipia yote, Baringo, Elgeyo Marakwet, West Pokot, Turkana mpaka huko Isiolo na Meru ilikuwa na shida kubwa. Tumeweza kudhibiti sehemu nyingi, ijapokuwa hapa Laikipia North, Samburu East, pale Isiolo na Meru ambaye tunasumbuka. Pia tuko na masumbuko kidogo pale mpaka ya West Pokot na Turkana, mahali inaitwa Aro sub county huko Kainuk, na pia nimekuwa huko jana nikiwahakikisha ya kwamba tuweke mikakati ya kutosha ili kudhibiti ile shida iko hapo. Shida yenye iko hapa Laikipia North, shida yote inatoka hapa Samburu East, kwa sababu kuna wakora wachache wamejificha sehemu hii ya Mkokodo, ya Losos, huko La Bendera kwa upande ule mwingine, hii sehemu pia ya Kipsing wamekuwa mpaka upande wa Oldonyiro. Sehemu hizo zote zimejaa wakora ambao wanajaribu kuharibu amani katika nchi yetu. Kwa siku nyingi sana tumeweza kuwaomba ya kwamba wajitokeze watoe bunduki, lakini tumeona kwamba hawataki kutoa kwa amani. Hivi sasa nimekuja hapa, nimekuja kutangaza kwamba kwa masaa machache yenye haitafika masaa 48 tutaanza operations mpya hapa katika sehemu hii. Hapa Mkokodo Forest sio shamba ya kibinafsi. Mkokodo Forest ni shamba ya serikali. Kwa hivyo haiwezekani mtu kutuambia kwamba tukifanya operesheni kwa Mkokodo Forest na sehemu hizo zote ati mtu atuambie kwamba tulikuja kupiga wananchi. Hakuna mwananchi anaishi huko kwa sababu hakuna shamba ya kibinafsi katika sehemu ya Mkokodo Forest. Kwa hivyo kama wewe uko kwa hiyo Mkokodo Forest na unajua kwamba wewe ni mpenda amani, uko na bunduki, urudishe chini ya masaa 8 yenye iko mbele, kwa sababu yenye itafuata, nyinyi wote ambao mnajificha pale na mifuko ya wananchi mtavaminiwa na serikali
na kwamba operation itaanza officially katika sehemu hiyo. Wakati tulianza, nilipoingia katika wizara hii, Mheshimiwa Kindiki alikuwa amefanya kazi kubwa sana. Najua mlikuwa na yeye hapa kwa mikutano mingi. Hata wakati chief wa sehemu hii aliuawa, si yeye alikuja hapa? Na huyo chief nadhani tulimpatia kijana yake akakuwa, ama ni neighbor yake akakuwa ndio replacement chief. Ni kijana yake, si ndio? Kwa hivyo poleni, lakini nataka kusema ile kazi ambayo tunataka kufanya sasa ni kumaliza ile profesa alianza kwa sehemu hii. Ile tumekuwa tukifanya last year kwa sehemu zingine. Tulipoanza huko Elgeyo Marakwet, mimi natoka, nimekuwa senator huko miaka 10. Lakini nilipoingia wizara na nikasema ni mwisho, lazima tutoe bunduki. Watu wengi walinipigia kelele, wakaenda media, wakanitusi. Hata hivi sasa nimetangaza Mkokodo Forest itakombolewa, watanitusi, wataenda media, lakini haiwezi nisimamisha kwa sababu lazima tukomboe sehemu hii ya Laikipia North. Viongozi wenu wameongea kwa ukali na sijui kwa nini walikuwa wananipenda hapo nje, hapo ndani ya ofisi. Lakini kufika hapa, hata kiujuri mwenye tulikuwa na yeye hapa, nikamwona kwa hapa sio yule tulikuwa pamoja. Akakuwa mkali zaidi. Na mimi nasema kwamba kweli, ya kusema kweli na siwadanganye, hao viongozi watatu hawajanipatia usingizi. Sara kwanza alinipigia usiku ya saa 7. Nikachukua simu. Bibi yangu akaniambia, ni huyu mama mgani mwingine unaongelesha na uko na mimi? Na wakati mnacheka tu, lakini ni story ya ukweli, si ati ni uongo. Aliponiongelesha, alioniongelesha akilia. Hata mama alishangaa sana kwa nyumbani. Kwa sababu huyu mama anawalilia nyinyi, anawajali, anajali usalama ya sehemu hii. Yeye pamoja na Jane hawana amani, na mimi najua nikichelewa kidogo watanistaki. So hawa wamama na huyu mheshimiwa Kiunjuri wamekuwa kibaumbele. Hata walikuwa na nyinyi hapa juzi, wakanipigia mkiwa hapa. Nilikuwa mkutano mwingine huko West Pokot, lakini tukakubaliana kwamba leo nitakuwa hapa na hiyo operation itaanza rasmi kwa masaa machache yenye iko mbele yetu hapa. Sijasema masiku, nimesema masaa machache iliyo mbele yetu ili kukomboa sehemu hii. Hiyo operation haitakuwa tu kupiga wakora, itakuwa na pia nia ya kuhakikisha tunaanza safari ya kuondoa bunduki zote haramu kwa mkono ya wananchi. Tunataka kuhakikisha kwamba sehemu hiyo imekombolewa kwa kuondoa bunduki haramu. Ya tatu ni kwamba ile ng'ombe na mifuko ambayo imefichwa kwa sehemu hiyo, tumeambia security wetu wafanye kila liwezekanalo warudishe hiyo ng'ombe kwa wenyewe, kwa sababu hiyo operation must be accompanied by recovery of livestock. We don't want our people to continue suffering katika sehemu hii. Pia nimeambiwa uwazi kwamba sehemu hii iko na shida kubwa sana. Mmesema mmetoa bunduki yote? Mlitoa yote yenye mlikuwa nayo? Mko na ukweli? Mnasema ukweli ya Mungu? Na tukipata iko tuchukue, si ndio? Tukipata iko kwa nini mmeweka sauti chini? Tukipata iko. So tunakubaliana hapa kwamba bunduki haijalishi kama iko Laikipia ama iko Samburu ama iko Isiolo ama iko Meru ama iko Baringo ama iko Turkana ama iko Elgeyo Marakwet, kama iko ama hata huko Marsabit, kama iko kwa mkono ya raia, tuchukue bunduki zote kutoka wa raia wote ambao wanabeba bunduki katika sehemu hii. Kwa sababu hiyo tumeambiwa kweli kwamba askari wenye tuko nao hapa, na hii laini ni kubwa kutoka Meru huko mpaka huko Baringo. Hii Laikipia North iko na stretch kubwa. Nimeambiwa ya kwamba NPR wenye wako katika wananchi ni 83 peke yake. Wale karibu 400 ndio wako kwa conservancies. Kwa sababu mko na location 9, nimesema kuanzia sasa tutakuja kupanga wengine baadaye, lakini kutoka sasa tunataka kuwa na NPR 20 kwa kila location. Ndio tuongeze, ndio NPR wote wakuwe 180 to start with. Na nitarudi tena baada ya mwezi 1-2, nikifika hapa nione kwamba hiyo 180 haitoshi, tutaongeza mpaka hawa wa provide necessary security wakati operation inaendelea. Tume identify NPR 40.
Sasa tutaongeza wengine 60 ndio wakuwe 100, tuwapeleke training. Waongezwe na wale wako tayari kazi 43 watakuwa na 183 NPR yenye watakuwa katika sehemu hizo. Na hawa IG ataanza county security team wataanza, na IG ako tayari anataka kutrain hawa within 1 month. Before mwezi wa 4 hawa 100 watakuwa tayari kurudi kukuja kulinda wananchi katika sehemu hii. Ile process ya kutafuta wale watakuwa NPR lazima ikue county security team wafanye kazi na community, kwa sababu community wanajua vijana wale wazuri. Si namna hiyo? Mnajua wale hawako kwa ukora, wale hawakunywi pombe, hawavuti bangi, na ni watu wanaheshimika katika jamii. Pia nimesema kwa muda huu wale NPR 83 wakati tunapeana chakula kwa shule, tunapeana chakula kwa wananchi, wapewe special chakula yao hawa NPR 83 wajisaidie nayo, kwa sababu wanajitolea. Ile pesa kidogo tunawalipa, saa zingine inachelewa. Nimeambia IG kwa hii operation area ya Isiolo hapa Kusamburu hapa mpaka huko Baringo penye tuko na shida, hawa walipwe kwanza haraka, ile wengine wakingojea, au walipwe haraka kwa sababu ya ile kazi ambayo tuna expect wafanye kwa mambo ya operations. Pia kwa ikiandamana na hiyo tunasema ya kwamba ili kuweza kuingia hiyo Mkokodo Forest, tunaanza sasa mikakati. Nitafanya mkutano Ijumaa pamoja na Ministry of Defense na Ministry of Roads, tuhakikishe ile mpango yenye waheshimiwa wamesema hapa ya kucombine NYS, jeshi na pesa yenye tutatoa kutoka Roads Ministry, tuanze kufungua hizo barabara. Nimewacha County Commissioner akifanya validation ya hizo barabara yenye tutajenga, na atatumia sisi ifikapo kesho ndio tutumie hiyo habari kuhakikisha tumeplan on Friday ni barabara gani hizo tutaanzia, ndio itasaidia kwa hiyo operation iendelea. Na wale NPR wenye watakuja kufanya kazi hapa watasaidia pia kuhakikisha kwamba access sasa itakuwa huko, itakuwa rahisi. Pia nimesema nitafanya mkutano na conservancies Loisaba, Borana, Olbecheta na wengine wengi ambao wako sehemu hii. Tumesema tutasaidiana pamoja kwa sababu wako na NPR wengi, na pia wamebarikiwa, wako na equipment, wako na drones. Watasaidiana na security team ku help society, community kwa mambo hii ya kuhakikisha kwamba tunafanya quick security response. Na wale wako pia na helicopter watatusaidia kwa sababu tutafanya hivyo. Pia kama vile MCA alisema hapa na mheshimiwa Sara wamesema hapa, tutafanya kwa wakati hii operation inaendelea, tutafanya also air support equipment yenye itasaidia kwa evacuation na kusaidia kwa recoveries kama kutakuwa na yoyote. Tumeambia mambo ya network, nimeambia pia county commissioner angalie mambo ya network. Kwa sehemu ambazo hatuna network yenye inafanya communication ikuwe mbaya, atuandikie ndio tukae chini pia na Communication Authority na Safaricom na Airtel watusaidie kufanya access ya hiyo mambo ya network. Kwa hivyo hiyo yote tutafanya kwa sehemu hii, kwa sababu tunataka kuhakikisha kwamba maendeleo imesonga mbele. Mnajua Mheshimiwa Rais ameshatangaza tayari barabara ya Nanyuki mpaka Doldol inawekwa lami, na hiyo contractor atapatikana kwa chini ya wiki 3. Huyo contractor sasa akikuja, akianzanga lami atakuwa na maintain barabara. Mtakuwa na nyinyi mko watu wa Singapore kwa kibarabara, unataka hiyo barabara, rais amepangia nyinyi safari yenu pia kuweka lami barabara yenu mpaka hapa. Ili ndio muende hiyo Singapore. Sasa lazima tufukuze hii mabandits. Si namna hiyo? Hakuna vile tutaenda Singapore na bandits. Tutawamaliza ama waokoke. Si namna hiyo? Njia ni mbili, ya kuokoka ama kusafiri. Hiyo itakuwa very serious, and I'm very serious about this issue. Hakuna jokes yenye tutafanya, kwa sababu safari ya Singapore ni a must katika sehemu hii. Pia tuko na mpango kwa serikali ya kuhakikisha kila mtu amepewa ID. Nyinyi sio wachache, makosa yenu hamna IDs, ndio muingie kwa hesabu ya Kenya. Sasa Mheshimiwa Rais alinipatia idhini ya kwamba kila mmoja wenu apewe ID bure bila kulipa chochote. Samani ilikuwa inalipa shilingi 300. Sasa ID inapewa bure. Na hata mwenye yake alikuwa nayo akapoteza,
akikimbizana na hii maneno ya bandit, ama akiwa anachunga ng'ombe akapoteza, ama alienda kunywa busaa, hakuwa na kitu akawachia mtu ya busaa akamwambia shika ID nitakuja kulipa. Sasa wachana na huyo mtu wa busaa aende na hiyo, chukua ingine kwa sababu ni bure. Na ni replacement, ni bure. Tunataka kuhakikisha kwamba kila mtu ako na cheti ya kuhakikisha ndio nyinyi muingie hesabu, mupate mambo ya SHA, ufanye mambo ya housing, ufanye mambo ya wazee kulipwa, lazima ukuwe na ID. Na sasa tutaleta live capture machines upande huu yenye itatembezwa kwa kila ward, ili wewe uende ujiregister mwenyewe bure bila kuenda safari ya mbali na bila kulipa chochote. Kwa hivyo ninataka kusema ya kwamba hizi mambo yote yenye nimesema ni kuhakikisha kwamba wananchi wamerudi makwao. Wale ambao walikuwa wametoroka kwa sababu ya kuogopa mambo ya usalama, mimi naomba kila mmoja sasa arudi. Usalama itakuwa sawa kwa sababu command center ya hiyo operation ya Mkokodo itakuwa hapa Doldol. Haitakuwa sehemu nyingine, itafanyiwa hapa Doldol. Doldol ndio itakuwa headquarters ya kufanyia kazi kutoka hapa mpaka kule iingie mpaka huko Oldonyiro. Hii Doldol ndio itakuwa headquarters ya hiyo kazi. Kwa hivyo rudini nyumbani na mrudishe wale ambao wako shule warudi shule kutoka kwa sehemu hii kwamba tunataka uongozi kuje karibu. Hao viongozi wenu hawajanipatia amani, Sara na timu yake hawajanipatia amani. Walisema we must operationalize the divisions kwa sehemu hii. Tujuzi tulituma new DCCs wawili. ACCs kwa sehemu hii. ACC wa Luonyek wapi Stibiko. Sasa songea hapa. Huyu ni ACC wenu pia, pigia yeye makofi. Yeye anaongoza hii sub county. Na Bwana Mwangi Mwaniki, huyo ndio ACC wa Osupuko. ACC songea karibu hapa. Ulikuwa wapi kabla hujakuja hapa? Doldol. Sasa amekuja hapa anakuwa ACC wa Osupuko. Tuko na division 2 ambayo tumeoperationalize. Tutamaliza mambo mengine yote ambayo tulikubaliana na viongozi hapa. Hawa mtafanya kazi na hawa. Sasa mfanye mambo ya usalama iende juu, na pia pigana na pombe na bangi. Lakini pombe iko huku kweli? Iko pombe? Sitaki wanaume waongee, wamama ndio mimi naamini. Wamama iko pombe? Hakuna Iko na bangi huku? Ala, mko sawa, kumbe huku ni kana ni bunduki peke yake. Hakuna pombe? So wanaume hapa wanafanya kazi vizuri? Sawa. Sehemu nyingine ama wamama ndio wanapiga? Wacha niulize customers, kuna pombe upande huu? Iko pombe, nimeona kuna pombe. Wacha kudanganya. Sasa mfanye kazi mzuri ya kupigana na pombe haramu, mambo ya bangi na kuhakikisha usalama umezidi kwa sehemu ya asanteni. Pia kwa sababu hamna gari hapa, nimeambiwa kuna challenges ya magari. Mko na police station 3, mko na Posta na mko na Kimanjo yenye haina gari. Sasa tunapanga na IG maybe kwa wiki 2-3 tutalete Posta. Alafu kidogo kidogo tuweke hiyo ingine. Ya pili tumesema kwamba your sub county security team hawana gari. Huyo CBD wenu ana gari ya kufanyia response. Tutahakikisha kwa wiki moja tumemtafutia gari moja ndio isaidie mambo ya security kwa sehemu hii, ikuwe response ni mzuri kwa mambo ya security. Watu wa Laikipia no tuko pamoja. Tumeelewana? Tumekubaliana? Mna support operation? Mna support bunduki iondolewe? Mko tayari kwa hiyo kazi? Bas, kama nyinyi mmesema na public participation imemaliza, nani huyo mwingine atakuja kuuliza maswali? Ati sijui NGO, sijui ni civil society. Kama yeye ni civil society akuje baraza na nyinyi. Akuje ongee na nyinyi. Si namna hiyo? Tunaanza operation officially in the next few hours, na may peace reign in Laikipia North, may peace reign in Laikipia, may peace reign in the entire Rift Valley, may peace reign in Kenya. Tumekubaliana? Mungu awabariki, Mungu awapatie neema. Tuendelee na kazi. Nitarudi hapa kuja kuhakikisha kwamba in the next 1 month you are living in peace. Asanteni sana na Mungu awabariki.
Sasa ya kweli hii ni memorandum Sara alikuwa amenipatia huko ndani, lakini amesema wadosi yake lazima aone akisubmit memorandum ya mambo yenu ya sehemu hii ya maendeleo yenye tutakuja kuongea. Na wale waliuliza rais akuja hapa, rais atakuja. Atakosa namna gani? Nimwambia kuja haraka. Basi hiyo nitaambiana, imesemekana usipange ikuwe mbali, ikuwe hivi karibuni. Lakini rais atakuja mahali kuna kufikana. Semini malize hii haraka ndio akuja haraka. Si namna hiyo? Hii kiisha haraka hiyo itakuwa rais. Asanteni sana. Kabla hatujaondoka sasa, mwenye atafanya hiyo kazi ifanyike kuwa mzuri na iwe successful ni Inspector General ya police anaitwa Mr. Douglas Kanja. Huyu baada ya huyu hakuna polisi mwingine juu huko. Hiyo ni kusema kwa polisi yote kwa Kenya. Pigie makofi. Ningependa wasalimie, akonfirm yenye nimesema na introduce polisi wote wako hapa pamoja na the brigadier wa defense mwenye wako hapa ata introduce hao wote, alafu basi tutafungia hapo mkutano. Karibu IG. Thank you very much waziri wetu, viongozi wote wale wako hapa, tukianza na mheshimiwa sehemu hii, Mheshimiwa Sara Kolere, Mama County, Mheshimiwa Mwagi Kiujuri, ule Mheshimiwa Laikipia East, Regional Commissioner wetu na viongozi wote wa kutoka kule kwa National Government Administrative Officers, maofficers wote wale wako hapa, Bwana Masegeri, Deputy Inspector General of the Administration Police Service, na viongozi wale wengine wako hapa. Tuko na mkuu wa majeshi hapa ya upande huu ambao pia tutakuwa pamoja kwa this operation. Tunashukuru sana kwa kuwa na sisi hapa. Maofficers wa polisi wote wale wako hapa na maofficers wengine, wananchi, viongozi wa wananchi wale ambao wote mko hapa, hamjaboni. Hamjaboni tena. Kwa majina mimi naitwa Douglas Kanja. Mimi ndio Inspector General wa National Police Service. Na niko hapa maana hapa kuna maneno. Si kweli? Nimesikia kwamba watu wametoka hapa makwao, wamepelekwa mahali zingine, wamehamia mahali nyingine. Sisi hatutaki namna hiyo. Sisi tunataka wanaishi wakae kwao. Si kweli? Na ndio sababu sisi tuko hapa kuona kwamba hiyo kitu inatendeka. Mimi yangu ni rahisi sana. Nyinyi mmetukubalia tukuje tufanye operation hapa? Mmekubalia sisi tutoe hiyo majabasi yote hapa? Mtauga sisi mkono kwa hiyo? Sisi tutakuja hapa, hiyo jabazi yote na hiyo buduki wako nazo na hiyo ng'ombe wameficha kule, hakuna ile tutabakisha huko. Maana sisi tuko na support yenu na nyinyi mtuuge mkono. Tutakuja sisi wote hapa kama vile waziri wetu amesema, tutalete vifaa zetu hapa. Mtu asianze kulia, ule yako kwa hiyo resource huko, ule yako kwa hiyo mlima nyingine, hiyo anafichana mahali hiyo nyingine, hapana lia kama sisi tunafika hapo. Maana sisi tutakutoa bio kwa bio kama vile RC yote wamesema hapa, tutatimua kila mtu mpaka atoke. Kwa zidi kweli ile msitu tutaweka maofficers ya forest wakae huko, maofficers wa KWS wakae huko kuona ya kwamba baada ya sisi tumetoa jabazi zote hakuna jabazi nyingine narudi. Kwa maana namna gani? Tunaweka maofisa ya serikali wale watachuka msitu yetu, maofisa ya serikali ya KWS wale watachuka msitu wetu na wachuka wanyama wetu wapi? Upadure. Si kweli? Hiyo ndio ile jukumu sisi tuko nayo hapa. And in the next few hours kama vile waziri amesema hapa, mtaona ile kitu itakuwa hapa. Hiyo ni kweli? Si mtu tuko pamoja kwa hiyo? Kwa hivyo maofisa yetu wale wote mko hapa na wale wengine tutaleta hapa wafanye na watafanya kazi mzuri. Maofisa pia ya jeshi tutakuwa nao hapa, they will support us, na tutaleta vifaa mingi, air support na kila kitu tuweze kungoa wale jabazi baya ambao wanazuia wananchi wa sehemu hii wakae vizuri. Wajumbe, mimi nashukuru sana, ni kweli kabisa. Wajumbe wenu wamehakikisha kwamba hata sisi hatupati usingizi kama vile nyinyi mpati, hata sisi hatukuwa tunalala, maana simu inalia throughout. Na vile unasikia hata waziri aliulizwa na mama ni nani hao wanapiga simu mpaka usiku, hata mimi yangu ilikuwa namna hiyo tu. So simu yangu pia inapigwa throughout, simu ya Masegeri inapigwa throughout, na sasa tukisoga mbele hiyo maneno ya simu kulia itakuwa imeisha, maana upande wetu kwa tumemaliza na wananchi watakuwa wamerudi sehemu yao na wanakaa kwa amani. Mimi sina maneno mengine, nataka tumalizie hapa. Nyinyi mkae na amani, muwe na jioni njema, na mimi nataka kuhakikishia vile tumesema kwamba hiyo jabazi hakuna siku nyingine watakuwa na huko. Ile sehemu ya Meru mpaka itakuwa na amani, Isiolo itakuwa na amani,
hapa itakuwa na amani na sehemu zingine ya Kenya itakuwa na amani. Asante sana, mwe jioni njema. Asante sana. Thank you very much, waziri. Asante sana kwa siku ya leo.